Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine na siku nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo basi kwa mwaka huu 2025 tunatembea na mada kuu inasema karakana ya uongozi. Lakini leo tutazungumza kuhusu kuelekea uchaguzi wa viongozi ndani ya kanisa Katoliki, uchaguzi wa walei ndani ya kanisa Katoliki, na ambao utaanza mwezi Julai mwaka huu 2025. Kumbuka ni uchaguzi wa viongozi walei ndani ya kanisa, usichanganye na viongozi wa serikali. Kama mwaka huu tunayo baraka kubwa sana ambapo tutakuwa na uchaguzi mkuu au tutachagua rais na viongozi kama hao. Lakini sasa sisi tunachokizungumza mwaka huu ni baraka tena, tutakuwa na uchaguzi wa walei ndani ya kanisa. Mimi ni Selina Joseph Matuja, siko peke yangu, niko pamoja na naitwa Eleuteri Kobelo. Karibu sana mwalimu Eleuteri Kobero. Naitwa Mwalimu Verani Mushi. Karibu sana mwalimu Verani. Hawa ndio ambao watatupatia mada ambayo tunaizungumza siku ya leo, ambapo tutatazama zaidi sifa za kiongozi ndani ya kanisa Katoliki ambaye unatakiwa uweze kuchaguliwa. Ni sifa zipi ambazo unatakiwa kuwa nazo? Hivyo kaa pamoja na sisi na tuanze moja kwa moja kwa sala katika sehemu hii ya kipindi cha Walei Tuzungumze. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa jioni hii ya leo. Tunasema ni asante kwa ajili ya afya uliotupatia. Baba, tunapoelekea kwenye uchaguzi wa viongozi wa lei katika taifa letu la Tanzania, mahali mbalimbali, parokia mbalimbali, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze ili tukatende sawa sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sifu Yesu Kristo. Milele amina. Basi nikiwa ninakukaribisha na moja kwa moja tuanze kwa muhtasari. Pengine kwa nini tunataka kuziangalia sifa za kiongozi katika kuelekea uchaguzi wa walei? Naam, tunazo sababu nyingi tu. Tunajua kwamba hata kwenye familia, yani hata kama kwenye familia tu kunapaswa kuwa na mtu ambaye anaiongoza hiyo familia. Tukiwa kwenye makundi ya kijamii, tukiwa kwenye koo zetu huko, lazima kuwe na watu ambao wanasimamia haya mambo. Kwa nini? Kwa sababu sasa bila usimamizi vitu haviwezi kukaa sawa sawa. Ndio maana hata kanisa limeona walei kama walei. Tunajua kwenye kanisa kuna uongozi wa aina kuu mbili. Kuna uongozi ule wa kimamlaka ambao wenyewe ni wa viongozi wetu hao mapadre, maaskofu, lakini kuna uongozi huu unaitwa walei. Wenyewe huu ni uongozi kitaalamu kabisa kwenye kanisa, ni uongozi wa ushauri na utekelezaji katika yale ambayo yamekubalika na yameamliwa. Kwa hiyo tunachagua ili tuwe na walei wenzetu, viongozi walei, ili wasimamie shughuli mbalimbali zinazohusu mambo ya kanisa. Sio kwingine kule, zinazohusu mambo ya kanisa. Na tunapotafsiri uongozi ndani ya kanisa, kiukweli wake kabisa, sio utawala. Yani Bwana wetu Yesu Kristo alisema haya maneno. Pengine ni vizuri nianze na hilo andiko kabla tujaingia huko kwenye katiba, ili tuone kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema nini kuhusu habari za mtu anayetaka kuwa kiongozi katika mambo ya kanisa. Katika Injili ya Marko sura ile ya 10 aya kuanzia ya, ni maandiko marefu kidogo, kuanzia aya 35 hadi 45, kuna maneno muhimu sana pale ambayo tunaweza tukayaona. Kuna kichwa cha habari kinasema ombi la Yakobo na Yohane. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa wamepeleka maombi yao kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa maombi yao yalikuwaje? Ndo hayo tunayatazama. Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea, wakamwambia, Mwalimu, tunataka utufanyie lolote tunalo kuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini?
wakamwambia, utujalie sisi tuketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi na kubatizwa ubatizo nibatizao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizao mimi mtabatizwa. Lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohane. Yesu akawaita akawaambia, mwajua kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana Mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumikia na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Kwa hiyo tunapozungumzia uongozi ndani ya kanisa, hususan wa kwetu huu wa utume wa lay, na kwa ujumla wake, yani ni utumishi. Yesu anasema yeye mwenyewe hakuja kutumikiwa, bali alikuja kufanya nini? Kutumika. Na katika kutumika kwake alikuja kutoa nafsi yake ili ifidia kwa nani? Kwa wengi. Hawa wanafunzi wake walikuwa naomba mamlaka. Wewe anasema ni keti huku, yani maana yake awe na mamlaka. Ni keti kulia na mwingine ni keti kushoto, tuwe na nini? Tuwe na mamlaka, tuwe na uwezo fulani juu ya watu, tuseme labda amri fulani hivi. Sasa na yeye ndo anasema hizi habari hizi za hizo tayari waliowekewa tayari zipo. Lakini kama mtu anataka awe mkubwa, basi lazima awe nini? Awe mtumishi. Kwa hiyo uongozi katika kanisa ni utumishi. Usije ukaja na taaluma zako huko, mamlaka yako fulani huko, ukaanza kuwapeleka watu kama vile huko kwenye mambo ya kidunia. Hapana, kwenye kanisa ukiwa kiongozi wewe ni mtumishi. Haya ndo maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametuambia, na nimeanza kusoma huko kwa makusudi ili tutakapoingia kwenye kuangalia katiba sasa inatuelekezaje, basi angalau msingi wake Bwana wetu Yesu Kristo ameshatuelekeza. Na pengine kaka Vera, ni unaweza ukaongeza kitu kutokana na maandiko matakatifu haya? Ni shukuru kwa sababu kuanzia aya ya 42 kama hatutakuwa na haraka, hiyo aya kuanzia ya 42 aliyosoma Mwalimu Kobelo mpaka tunapokwenda ya 52 ni mada ambayo tunaweza tukatumia wiki nzima kupachambua. Hakika. Kwa sababu Yesu amemaliza, japo ni kwa mukhtasari, lakini amezungumza mambo mengi sana. Lakini ni wakati wa sisi kumshukuru Mungu kutokana na uwepo wa Baba Mtakatifu Yohane wa 23 aliyesimama juu ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano mwaka 1962 mpaka ukamalizika mwaka 1965. Alikuja kumalizia ni Papa Paulo wa sita. Alikuja kumaliza. Lakini kwenye mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, hasa walei tunatajwa pengine na kupata rumu ya kufanya ama kuonyesha karama zetu, kutumika kwa mujibu wa karama zetu, lakini kuonyesha kile ambacho Mungu ametupa kwenye ubatizo, ukuhani, ufalme na unabii, namna ya kuvitumia hivi. Sasa lakini si hivyo tu, kwenye sakramenti ya kipaimara tumeimarishwa na kupata mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Lakini sio hivyo tu, ndani yake pana vipawa mbalimbali tulivyojaliwa. Sasa kabla ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano hapakuwa na nafasi ya mlei kuvionyesha. Kazi yetu ilikuwa ni moja tu, kuitika amina, awe rohoni mwako. Na ndio maana hata wale waliobahatika kubaki katika ile makanisa ya zamani kidogo tulozunguka nchini hapa, utakuta hata namna ya mababa walivyokuwa wanaadhimisha walikuwa wanaangalia mbele. Kwamba ni muda mwingi walikuwa wanaangalia mbele, nyinyi mtaona mgongo tu. Lakini mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano ukatengeneza umoja baina yetu sote, kila mmoja awajibike kwa eneo lake. Mababa wana sehemu yake na sisi tuna sehemu yetu. Sasa kufungua milango sasa, kutoa hewa ya ndani ikatoka nje na ya nje njema, sio mbaya, njema ikaingia ndani. Ndio maana
Unakuta baraza la maaskofu na wao katika kutembea kwenye mwangwi huo wa kimtaguso wakatoa ratiba ya kusema sasa uchaguzi ufanyike baada ya miaka 3. Kwa hiyo ratiba wameshatoa. Sasa baada ya ratiba ile kutoka, kinachofuatia ni nini? Kwamba kila jimbo na wao watatoa ratiba zao kulingana na ratiba mama ya baraza la maaskofu. Sasa kuanzia mwezi huo Julai ndio kipenga kinaanza kulia kwamba walei tunaanzia kuanzia zile ngazi za jumuiya, tukianza na vyama vya kitume. Kutoka kwenye vyama vya kitume tunakuja kwenye kamati tendaji kwenye jumuiya. Tutapanda kidogo kidogo hivyo toka kwenye jumuiya zenyewe tunakwenda kwenye mpaka tunafika taifani. Alafu tukirudi tunakuja kwenye kamati tendaji hivyo hivyo mpaka tunakwenda kumalisha. Katika minajili hiyo ni utekelezaji wa mwangu wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano. Hati namba 12 imeeleza vizuri juu ya kile ambacho wale tunapaswa kufanya hapa. Iko hivyo. Haya, mpenzi mtazamaji, bila shaka umeweza kusikia wataalamu wetu hapa wakituelekeza na hata wamenukuu kutoka kwenye mitaguso ambayo ilipita. Sasa moja kwa moja tuende sasa tuone kile kipengele kingine ambacho ulikuwa umesema utakizungumzia wakati tukiwa tunaenda kuangalia sasa zile sifa za kiongozi. Okay. Naam, Mwalimu Mushi amezungumzia kuhusu Baba Mtakatifu namna ambavyo amefanya huu utume wa walei uwe na nguvu. Maanake penginevyo ingekuwa bado pengine hauko kwenye hali iliyoko sasa. Ingekuwa hauko kwenye hali iliyoko sasa. Tusingesimama hapa tukazungumza chochote. Yuko hili wangekuwa nasimama mapana. Lakini ashukuriwe Mungu kwenye hilo. Naam. Sasa bado tuko kwenye hilo, alafu tuingie kwenye katiba moja kwa moja ya halmashauri ya walei. Napenda niangazie andiko lingine hili la waraka wa kwanza wa Petro Mtume. Yani mtu anapochaguliwa kuwa kiongozi kwenye jumuiya, maanake uchaguzi zetu zinaanzia jumuiya ndogo ndogo. Jumuiya ndogo ndogo tunakwenda kama ambapo Mwalimu Mushi amesema hapa. Zinaanzia huko jumuiya ndogo ndogo, zinakwenda kwenye kanda, zinakwenda kigango, parokia, dekania, jimbo mpaka taifa. Sasa kuna jambo lingine Mtume Petro naye alilieleza kuhusu hawa viongozi kwenye jumuiya hawa. Na hii ikutayarishe tu wewe ambayo tunategemea utachaguliwa kuwa kiongozi kwenye jumuiya yako. Ikutayarishe au ukumbuke tu ile jambo. Waraka wa Petro wa kwanza sura ile ya 5 aya ya kwanza hadi ya 4, maandiko matakatifu yanasema, kichwa cha habari kinasema maagizo kwa wazee wa jumuiya. Sasa kwa jumuiya yetu huko kuna wazee wale. Sasa wanapewa maagizo. Jumuiya mbalimbali, zile za kiharakia, zile za hizi za kwetu za walei, lakini kuna maagizo ambayo yanatolewa hapa. Na pengine Mwalimu Kobelo, kabla hujasoma hapo, naam, tu declare interest kwa wanaotusikiliza. Naam. Tafsiri inasema maagizo kwa wazee wa jumuiya. Maana yake wazee walichukuliwa kama viongozi. Maana yake kwenye hilo neno mzee sasa, kwa yule ambaye ni kiongozi yoyote aweke kiongozi. Kwamba maagizo kwa viongozi wa jumuiya. Kwa maana si akafika mimi bado kijana, ni viongozi. Yaani hata kama umechaguliwa kwenye ngazi ya viwawa, ukishachaguliwa tu tayari unaonekana wewe ni mzee. Wewe ni mzee. Pale. Kwa maana ya taito yako ya uongozi. Kwa hiyo likae vizuri hivi. Afadhali hata umelikumbuka hilo, maana yake lingeenda hivi nasema sasa huko alituhusu hilo la wazee. Lakini kumbe likusudiwa viongozi. Sasa maandiko yanatuambia hivi, na wasii wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, sio kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao. Ukisha kuwa kiongozi katika kanisa, usije ukajiona wewe bwana. The boss. Hakuna kitu kama hicho. Kutoa amri. Yani nimesema mimi ndo nimesema, mimi ndo katibu, mimi ndo mwenyekiti, nimeshaamua. Sio hivyo. Hakuna ubabe huko. Haitaki mambo yale ya ubabe kwenye mambo ya uongozi wa kanisa.
na ndio maana lugha ya Yesu anakuwa huyu mtu ni nani? Mtumishi. Kwa hiyo maandiko haya mawili basi tuliyasema na mitaguso tumegusia hapo, ule mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, na hata mababa hawa kwenye idara ya utume wa walei baraza la maaskofu teki, lakini ule ujumbe wao mwaka 2022 walieleza walisema washiriki wa uchaguzi katika ngazi ya jumuiya ndogo ndogo ni wanajumuiya wote. Kwa hiyo pale manake kila Mkristo Mkatoliki mbatizwa anapaswa kufanya nini? Kushiriki. Katika ngazi nyingine yoyote na juu ya washiriki wa halmashauri ya walei ngazi hiyo. VMJ yani vyama, mashirika na jumuiya za kitume vinatakiwa vitumie katiba zao. Na pale penye utata katiba ya halmashauri ya walei ambao ndo hii tunataka tuanze kuielezea hapa inatakiwa itumike. Yani kama kwenye katiba yenu huko siji ya ukakwata siji ukakwata wanasema ukakwata huko sawa ukakwata. Unajua hata kuna maneno yanabadilika sisi ukakwata zamani ilikuwa shikwako, sasa hivi ukakwako kashirikisho, lakini sasa hivi wamepanda hadhi ni chama cha kitume tena chenye sura mbili kama shirika na utume. Maana yake wanapokelewa mle sasa hivi. Uendi tu kwamba unajua kaenda kutesi, hapana. Kwa hiyo kama ni tukipata muda kwa sababu wako kwenye idara ya walei tutakuja kuchambua na katiba yao. Tutaelezea. Hata kama labda viwawa tunajua wana miongozo yao, wawata wana miongozo yao. Sasa kama kuna vitu kule vinakuwa hamvielewi, tuna mababa hao wanatuambia mtumie nini? Katiba ya halmashauri ya walei Tanzania. Hii ndio inaondoaga utata wote ambao na Mwalimu Kobelo kwa sababu umegusa hilo eneo wakati unajiandaa kutuelezea mlei ni nani, maana lazima tujue mlei ni nani. Ni muhimu sana. Kumbuka katika darasa za miaka iliyopita kila mtu alikuwa anauliza swali, alikuwa anataka kujua mlei ni dudu gani. Aze pengine mlei akafikiri labda pengine ni dawa ya mzizi. Kumbe ni jambo ambalo linatuhusu sote. Nilichokuwa nasema kwenye katiba yetu hii ukurasa wa 6 wameelezea kitu kinachoitwa VMJ. Mashirika nasema VMJ vyama, jumuiya na mashirika ya kitume. Ambavyo wanaeleza vitafanya kazi yake chini ya mwamvuli chini ya mwamvuli wa halmashauri walei katika ngazi husika. Kwa hiyo kumbe sasa hizi halmashauri za walei zina wajibu wa kuweza kumonita, kuangalia vyama vyote vya kitume VMJ, vyama, jumuiya na mashirika ya kitume. Na pengine huko mbele tukifika tutaeleza wana majukumu yao manne ambao wanapaswa kumulika na kuyasema kwa ajili yao. Ulivyoeleza kwa maana juu ya tamko la mababa wa baraza la maaskofu, kwa maana ni lazima idara ya utume wa walei wanapoitlafiana kwenye katiba zao warejee kwenye hii. Ni pamoja na mwongozo huo kwamba wasione kana kwamba wako free. Kuna watu ambao wanawamonitor, ni lazima watengeneze umoja na ushirikiano. Iko hivyo. Kwa hiyo ni kama hivyo ambavyo tunaeleza hivi, tunaweka msingi ili kwamba basi tunapoingia kwenye uchaguzi tuelewe tunafanyaje huo uchaguzi, na hata maandalizi tunayofanya. Hapa wameeleza labda nimalizie nukuu ile ambao hawa idara ya utume wa walei ilisema. Pengine nianze afu nimalizie. Washiriki wa ngazi ya uchaguzi katika ngazi za jumuiya ndogo ndogo ni wanajumuiya wote. Katika ngazi nyingine yoyote ya juu, washiriki ni halmashauri ya walei ngazi hiyo. VMJ yani vyama, mashirika na jumuiya zile za kitume vinatakiwa vitumie katiba zao, na pale penye utata katiba ya halmashauri ya walei Tanzania itumike. Kwa ngazi zote ni budi kupanga muda ufaao wa sala. Tunapoelekea kwenye huo uchaguzi ni vizuri kuwa na sala maalum, mafungo na semina maalum kwa ajili ya kufanikisha uchaguzi huo. Tukumbuke kumtanguliza Mungu katika kila jambo na tuzidi kumuomba ili tuwe na ufahamu wa kutosha katika zoezi hili muhimu la uchaguzi wa viongozi. Mwisho wa kunukuu. Haya ni maneno ambayo hii idara ya utume wa walei baraza la maaskofu Katoliki Tanzania walitujuza mwaka 2022, yani miaka 3 iliyopita. Na sasa tunaingia huu mwaka mwingine ambao nao utakuwa wa nini? Uchaguzi. Haya mambo yanapaswa kuzingatiwa. Tunapoingia kuchagua watu ili wawe viongozi, tusisahau sala. Vinginevyo tutapata viongozi wasioeleweka. Tusisahau mafungo. Tusisahau semina. Na bahati nzuri waseminishaji
wapo majimbo mbalimbali yapo asilimia. Labda pengine hapa kwa nini walisema tuwe na mafungo? Kwa nini tuwe na mafungo? Maana tunaona tunaenda kwenye Kwaresima tena. Mafungo haya ni maalum kwa ajili ya kupata viongozi ambao watakayekuwa viongozi bora. Sio bora viongozi, viongozi bora. Wakati mwingine watu wengine huwa wanachagua kwa mihemko tu, akiona labda wanajua kuongea, basi wanakuchagua kuwa nani? Kiongozi. Kumbe una makando kando mengi. Matokeo yake anakuwa kiongozi, labda mwenyekiti halmashauri ya wilaya ngazi ya parokia au ngazi ya kigango, anafanya vitu visivyoeleweka. Kwa nini? Kwa sababu tulichagua bila kumshirikisha nani? Mungu. Bila kumshirikisha Mungu kwa njia ya mafungo, kwa njia ya sala na kwa njia ya semina. Na ndio maana walikumbusha hivi ya mababa. Sawa sawa. Basi nafikiri tumeeleza, tumeweka msingi huo. Sasa ni vizuri kwa maelekezo ambayo tumepewa na viongozi wetu, ni vizuri sasa tukaona katiba ya halmashauri ya walei, ile sura ya 4, ni sura ya 4 yenyewe inaeleza kuhusu habari za uongozi na uchaguzi. Uongozi wa viongozi walei, naam. Viongozi wa walei. Lazima tuisisitize hili sana, ili asija kaka mtu akafikiri labda tunazungumza uongozi wa mambo yale mengine. Sisi tunazungumza uongozi wa walei ndani ya kanisa. Na pengine sasa nilikuwa natamani sasa walai tuanze kwenye hilo neno la walei. Walei ni kina nani? Sasa nadhani ulikuwa umeshaiandaa, kwa hiyo ungetupatia ile ili mambo yakae vizuri. Sasa neno hili walei, tuna nukuu mbalimbali. Kuna nukuu ya katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki, lakini kuna nukuu zingine za katiba ya halmashauri ya walei pia inazungumzia hilo jambo. Mimi naomba niende tu kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki inavyofafanua neno walei. Natuambia hivi, waumini walei. Kwa neno walei humaanisha hapa waumini wote isipokuwa walio katika daraja takatifu au katika utawa unaotambuliwa na kanisa. Walei ni waumini wale ambao baada ya kuingizwa katika Kristo kwa njia ya ubatizo na kufanya taifa la Mungu, wamefanywa kwa namna yao washiriki wa kazi ya Kristo ya kikuhani, kinabii na ya kifalme. Hutekeleza kwa sehemu yao katika kanisa na katika ulimwengu utume ulio wa kanisa lote la Kikristo. Hayo tunayaona kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki ukurasa wa 227 aya ya 897. Imeelezea pale, limefafanuliwa hili neno walei, kwamba wengine huwa wanalitafsiri vibaya hili neno. Nasema walei maana yake ni malaymen. Watu ambao hawajui kitu wapo tu. Lakini hizo ni tafsiri za kwao huko, hizo sio wanakozipata wanajua wao. Lakini tunapojua sisi kwenye kanisa, mlei mpaka mtu aitwe mlei sio tu mambo ya hovyo hovyo. Ni mtu ambaye tayari ameshabatizwa. Na unapobatizwa unakuwa tena pale wewe sio kiumbe cha Mwenyezi Mungu, unakuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na tena pale bado unakuwa na hazi nyingine. Unashiriki unabii wa Bwana wetu, kazi ya unabii wa Bwana wetu Yesu Kristo. Unashiriki kazi ya ukuhani wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini unashiriki kazi ya ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo, yani kumtangaza Kristo hapa duniani. Sasa sio nafasi tu kama vile watu wanavyosema labda ni mtu ambaye kawaida yupo tu hana anachojielewa na nini. Kanisa alitafsiri hivyo. Hizo tafsiri kama tunazisikia huko mitaani, tuachie huko watu wa mitaani. Tukija kanisani tuna tafsiri zetu ambazo ndizo hizo. Kwa kifupi ni hivyo, ingawa hili neno limetoka kwenye lugha mbalimbali, hatuna muda wa kuanza kuelezea limetoka lugha hii. Kwa sababu hii ni darasa endelevu. Naam. Walau huko mbele tutaona itakapofanya. Basi kwa sababu mwalimu ulisema ni vizuri tuelezee ile neno, na nafikiri tumeshalielezea. Sasa tuingie kwenye ile sura yetu ya 4 ya katiba. Wapendwa watazamaji, hapa tuna katiba ya halmashauri ya walei Tanzania ambayo manake Wakristo wa Katoliki wanaitambua katiba hii nchi nzima ya Tanzania. Na ina umuhimu sana hasa kwenye masuala ya uongozi. Ukiwa kiongozi alafu hauna katiba, manake utatuongoza kwa mujibu wa ufahamu wako tu.
Hautatuongoza kwa mujibu wa miongozo ya kikanisa. Utatuongoza kwa mujibu wa utashi wako, unapoelewa wewe ulivyofundishwa labda na wazazi wako au kwenye chuo chako huko cha kijamii. Sasa unapokuwa kiongozi ndani ya kanisa, tafadhali inatakiwa upate katiba ya halmashauri ya walei, na hii inakusaidia vizuri kuongoza vizuri. Mwalimu, naam, nafikiri ungeanza hapo kutuonyesha kwamba hii sura ya 4 na ujumbe gani hasa kuhusu mambo ya viongozi. Kwenye sura ya 4 inazungumzia kwa maana ya sifa za kiongozi. Na wakati tunapozungumza sifa za kiongozi, kumbuka ndo kipenga kimelia. Na kipenga kimelia maana yake ambaye yuko madarakani na asiyekuwa madarakani anapaswa kujua, kwa sababu atashiriki kwenye uchaguzi. Ninakwenda kumchagua mtu mwenye sifa gani? Maana yake yule nitakayekwenda kumchagua atakayeniongoza kwa miaka 3, maana yake ndani ya hiyo miaka 3 niwe nimepiga hatua katika maisha yangu ya imani. Sasa ni mtu wa aina gani? Anasema kwamba kwa ujumla sifa za kiongozi wa halmashauri walei sharti zikubaliane na kuimarishwa na mashauri ya Injili. Kipengele cha kwanza, zikubaliane, ziwe paired na mashauri ya nini? Ya Injili. Tunapozungumza Injili si jambo dogo. Ni habari njema ambazo Kristo amezileta. Lakini ilo neno Injili ukilitafsiri vizuri linaweza likakupeleka kwenye katekesi. Katekesi ni jumla ya maisha ya Kristo, jumla ya mafundisho ya Kristo ambayo ambayo yanasadifu wokovu wetu si. Maanake hiyo inaitwa ni katekesi. Sasa kiongozi yoyote lazima, kwa maana kile anachokifanya yawe paired, yakubaliane na mashauri ya Injili. Kwa kuzingatia msingi huu, kiongozi atakayechaguliwa awe na sifa zifuatazo. Yani maana yake sasa, ili akubaliane na mashauri ya Injili, maana yake ni lazima awe na sifa zifuatazo. Sasa hizi sifa zitakazotajwa hapa chini ndizo zitakazotuonyesha, kwa maana huyu tunayekwenda kumchagua anafuatana, yuko kulingana na mashauri ya Injili ama la. Ndio hapo tunapoingia. Kwa hiyo kipengele cha kwanza kabisa tunaambiwa awe Mkristo Mkatoliki. Sasa hapa tu peke yake Mwalimu Kobelo, nakumbuka sitaki kusema ni media gani, tuliwahi kuchambua kipengele hichi vipindi vitatu. Awe Mkristo Mkatoliki vipindi vitatu. Maana yake tunakwenda majumbani tunarudi tuko hapo hapo. Tunakwenda tena tunarudi tuko hapo hapo. Awe Mkristo Mkatoliki. Sasa kabla ya kwenda mbele, ili uwe Mkatoliki unapaswa kufanyaje? Sharti kwanza lazima abatizwe. Ndio tunakuja kwenye sakramenti ya ubatizo, inatupa nini? Kwanza achilia mbali kutuondoa dhambi ya asili, inatuingiza katika Ukristo wenyewe. Ama lugha nyepesi tunasema inatuingiza katika jumuiya ya waamini. Yani natoka kwenye upagani huko, alafu ninaingia kwenye jumuiya ya waamini. Lakini sio hivyo tu, nakuwa mwana wa Mungu. Ulieleza hapa ukasema kwa maana kwamba tunakuwa wana wa Mungu, sio kiumbe wa Mungu. Kabla ya ubatizo wewe ni kiumbe wa Mungu. Akisimama mtu akasema viumbe wa Mungu tokeni, yani manake viumbe binadamu watatoka, viumbe wanyama watatoka, viumbe kuku watatoka, viumbe yani vile viumbe vyote ambavyo vitatoka. Lakini wewe mwana wa Mungu utoki, umesubiri kwenye kitu, unasubiri zamu yako. Wana wa Mungu tokeni, ndio unatoka kwa madaha unakwenda mahala ambapo umeandaliwa. Sasa na hili mwangu huu ili uelewe vizuri, kule kijijini kwetu tunakotoka, hapa Dar es Salaam ieleweke vizuri. Kule vijijini kwetu kwenye maisha yetu tunajua kwamba chakula kimeiva, lile dongo lile ugali. Katika lugha ya kule tunaita mbungu ile. Inawekwa kwenye mkeka, alafu mbungu. Ina majina mengi, si mazi, ina majina yani unakusudia ule ugali wenyewe. Alafu wamekaa watoto wamezunguka ugali ule, baba yuko pale, mama yuko pale. Anapotokea kuku, kumbuka kuku na amefugwa pale ndani. Anapotokea paka au mbwa, na wao wako mle ndani wamefugwa na wanalishwa, kinachotokea ni nini? Mzazi anachokifanya, atamfukuza kuku na kuchukua jiwe na kumtupia, toka. Kwa nini watoto wana hazi ya kukaa pale? Maana yake wana hazi ya kukaa pale
kwa sababu wao ni wana, sio viumbe. Na ndio maana kupitia sakramenti ya ubatizo inatusababisha tuwe wana wa Mungu. Ndio maana tunapokuja sifa namba moja ya kuwa kiongozi ni lazima awe Mkristo Mkatoliki. Kiongozi wa lei ndani ya kanisa Katoliki. Ili tusije tukasahau, baraka mwaka huu uongozi unaochagulia chaguzi ziko nyingi. Hapa tunazungumzia mambo ya kanisa. Sio katuchanganyana na mambo mengine. Kwa hiyo kiongozi lazima awe Mkristo Mkatoliki. Kipengele cha kwanza. Mwalimu Velan, nadhani tupate mapumziko wakati mtazamaji akiendelea kutafakari hiki kipengele kimoja tu, alafu tutakaporejea tutaendelea vingine. Sifa hizo, uwe Mkristo Mkatoliki. Na mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, na kabla ya kwenda mapumziko, tulikuwa tunaziona na kuzitazama sifa za kiongozi Mkatoliki au mlei, na tumeambiwa kwamba kwanza awe Mkristo Mkatoliki. Na Mwalimu Velan, tuendelee. Pole. Na hapo sio tu kuwa Mkatoliki. Mkatoliki huyu wa muda gani? Siku zote. Manake kuna Mkatoliki labda pengine kabatizwa jana juzi. Hana hata mwaka mmoja kwenye imani. Ndio kwanza amemaliza mafundisho ya ukatekumeni ndio amebatizwa. Kumchagua mtu kama huyu kuwa kiongozi ni kumtwisha mzigo mzito. Kwa maana sifa anaweza akakubalia kwa sababu ni amebatizwa, ni Mkristo Mkatoliki sasa. Lakini ana uzoefu wa kiimani. Na ndio maana kipengele kinachofuata mzoefu kinaweza kikatufafanulia zuri. Kwa hiyo lazima awe mzoefu. Kwa maana huyu ni Mkatoliki, pengine amejifunza vitu vingi tofauti na yule ambaye ni mgeni. Sambamba na hilo kuna baadhi ya wakati mwingine unakuta pana ndoa za mseto. Ndoa za mseto zile. Kwamba Mkatoliki yupo, alafu labda pengine mwenza sio Mkatoliki. Na kwa sababu kutokana na nguvu ya Mkatoliki na huyu ambaye sio Mkatoliki anakuwa na shiriki. Huwa kuna wakati mwingine wanalazimisha huyo naye achaguliwe. Si sawa kwa sababu bado si mbatizwa. Kwa hiyo anayepaswa kuchaguliwa pale ni yule Mkatoliki, lakini awe kwenye imani na ana uzoefu mzuri. Kipengele kinachofuata awe na umri usiopungua miaka 18. Miaka 18. Sasa tunapozungumza miaka 18, hii ni namba. Lakini kinachokusudiwa pale ni uzoefu, ukomavu. Kumbuka unaongoza watu wenye changamoto mbalimbali. Kumbuka lengo la huyu kiongozi anayekwenda kuchaguliwa ni kuwapeleka watu kwa Kristo. Kama kuwapeleka watu kwa Kristo sio lele mama, ni jambo ambalo hawa watu ambao wanapita hapa kwenye hija wanakwenda mbinguni. Kuna milima na mabonde. Mfano mzuri ni wana wa Israeli wanaotoka Misri kwenda Kanaani. Walipita kwenye milima na mabonde. Katikati kuna manunguniko humo, katikati humo kuna kukata tamaa, katikati kuna watu ambao labda pengine walikufa mle katikati, kuna watu labda pengine changamoto ziko ni nyingi mle kwenye ile kapu. Sasa kinachoangaliwa huyu tunayekwenda kumchagua ni mkomavu ambaye ana uwezo wa kukabiliana na mambo. Kadiri mambo yatakavyozidi kwenda mbele, asilia mbali hapa ndo tunaanza. Huko mbele kuna sifa 20 za kiongozi ambapo tukipata muda tutakwenda kuzieleza huko mbele. Maana hapa tunaanza tutaishia kwenye vichaka vizito. Hivyo sasa tunataka kiongozi mwenye ukomavu, machuani, amekomaa. Ukimfikishia jambo lako ana uwezo wa kukabiliana nalo. Sio tu miaka 18. Je, miaka hii 18 mkomavu? Sasa angalizo hapa, kuna mwenye miaka 18 namba, lakini uwezo wake wa kufikiri ni mkubwa. Lakini kuna mwingine ana umri wa miaka 50, lakini ni umri ukimwangalia sio mkomavu, ni kama mtoto wa miaka 10 ngapi, 17, 16. Kwa hiyo hapa lazima awe mkomavu. Iko hivyo. Na kama mwalimu anapojaribu kuongea hapo, ni mambo ya msingi sana ya kuyazingatia, kwa sababu tunaposema awe Mkristo Mkatoliki, manake usije ukachanganya mtu eti kwa sababu ya zile ndoa au labda kwa sababu huyu
sawa ni Mkristo lakini si Mkatoliki, lakini anajua kuongea vizuri. Hatuchaguani kwa sababu huyo mtu anajua sana kuongea. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akajua kuongea lakini kwenye vitendo sio. Lakini haya lazima yazingatiwe sana, kwa sababu kwa nini tunasema kuna tahadhari kubwa kwenye eneo hilo? Kuna kuchanganya mafundisho pia, ukomavu wa kiimani. Kanisa Katoliki lina mafundisho yake, na lina miongozo yake, na lina namna zake, zina tamaduni zake. Sasa ukimleta mtu mwingine huko akianza kuona umevaa rozari, ataanza kukushambulia, hiyo sanamu siji vitu gani. Kumbe sisi kwetu hiyo sio sanamu, hicho ni kisakramenti ambacho kinatusaidia sisi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ndio maana sasa hapa lazima mtu awe Mkristo Mkatoliki na awe na umri wa miaka kuanzia 18. Na pengine hapa kunaweza kuwa na maswali, mbona kuna mwanafunzi, kuna vyama vya wanafunzi huku? Sawa, yale sio vyama, kuna mashirika hapa pengine. Mtoto Mtakatifu ile ni shirika, lina utaratibu wake. Kwa hiyo sio kwamba hapa ukaanza kuuliza sasa mbona kuna watoto, kuna kwa na mwenyekiti wa utoto. Huo utaratibu mwingine. Na kule una walezi. Kule kuna walezi. Maana kwenye kule kuna walezi. Lakini unapokuja kwenye viwawa ni kuanzia miaka 18. Kwa hiyo ni vile vile chini ya hapo ni yule ambaye yuko kwenye uangalizi, hawezi kuchaguliwa. Na inakwenda hata zaidi ya miaka 35 ya ujana. Kwa hiyo miaka 35 na kuendelea mbele anaweza akawa viwawa, lakini amependa yuko pale, hawezi kuchaguliwa. Lakini mwisho 18 35 hawa ndio viwawa wenyewe. Ukishakuwa 36 huko wewe kama ni mama nenda wawata, nenda wawata. Na pengine kwenye katiba ya viwawa inawaruhusu hawa endelea kuwepo, lakini kwa maana ya ni yule mwanachama ambaye anapenda tu kwa hiari yake, lakini hawezi kuchaguliwa. Iko hivyo. Sasa na sifa ya tatu, mwalimu, twende kidogo. Sifa ya tatu, mwenye akili timamu. Awe mwenye akili timamu. Sasa ukichagua mtu ambaye hana akili timamu, vitu vinaweza visienda sawa sawa. Na Mwalimu Kobelo, hebu tulipeleke vizuri. Maana hapa utaweza kutazama vipi ukajua huyu akili yake iko timamu au la? Jambo la kwanza, kabla ya kwenda kipimo cha kujua huyu ni timamu ama la, turudi sasa mwenye akili. Hili ni tunda la Roho Mtakatifu katika yale mapaji 7. Namba 2. La kwanza hekima. Namba 2 akili. Haya mawili ni basic ambayo ndio msingi wa yale mengine yote yanayokwenda pale. Hekima inakusaidia kuishi na watu. Hekima inakusaidia kupambanua mambo. Lakini akili inakusaidia kujua vitu. Haya ni matango pori, haya sio matango pori. Hii ni mbivu, hizi ni mbichi. Akili inakusaidia kujua hayo. Na unapokuwa kiongozi ni jambo kubwa kweli, kwa sababu watu unaowaongoza wana shida za aina mbalimbali sana. Na wakati mwingine hata wapo waliokuzidi kielimu. Wengine wamekuzidi elimu. Sasa lazima pale akili ndio ifanye nini? Ifanye kazi. Isipofanya kazi akili yako sawa sawa, maana yake kwanza watu wenyewe unaoongoza utawavuruga. Utawavuruga na hawatakuelewa. Na mara nyingine inatakiwa wewe unasikiliza sana. Kiongozi anapaswa kuwa mtu anayesikiliza na anayepima mambo. Na anayekubali pia hata kujifunza kwa wengine ambao wako wana upeo, pengine hata ushauri anayopokea lazima utazame. Sasa kama akili yake haiwezi kupambanua, utakuwa mtihani mkubwa sana. Na Mwalimu Kobelo, kwanza ni kupongeze haya uliozungumza, haya ni ya msingi sana. Lakini miongoni mwa kitu kikubwa sana, miongoni mwa kipimo cha kujua huyu ana akili timamu, ni pale utakapomkosoa alafu asikubali. Unajua kabisa humu zimepungua. Kwa nini? Kwa sababu ni katika kukosolewa ndipo tunapokuwa viongozi bora. Ni katika kukosolewa ndipo tunapoweza kuona madhaifu yetu. Ni katika kukosolewa ndipo tunapoona ni wapi ambapo tumeharibu ama sehemu gani ambapo tunafanya vizuri. Kipimo namba 1 cha kuweza kujua huyu akili anazo ama la, ni pale ambapo mtakapokuwa umekaa ukamkosoa kiongozi wako. Bwana akasusa. Bwana kama vipi bwana, uongozi wako na mimi nafaidi, basi baki nao. Unajua basi huyu kuna shida. Mtihani. Lakini namba 2 kwamba ili tujue ana akili timamu, kuna wakati mwingine uchaguzi unaweza ukapita, alafu alikuwa madarakani asichaguliwe.
anasusa, hashirikiani na watu, na kanisa na kanisani haendi tena. Unajua kabisa tulikuwa na kiongozi lakini huko kichwani kidogo matatizo. Kuna sentensi moja inatumika, afya ya akili. Afya ya akili. Pengine kwenye afya ya akili hapa pana shida kidogo. Haji tena kusali jumuiya. Asali jumuiya tena. Eti kwa sababu hajachaguliwa kuwa kiongozi. Haimbi tena. Hatafakari tena neno la Mungu. Kwa sababu yote hajachaguliwa kuwa huyu mtu akili yake itakuwa haiko sawa. Na ndio maana hapa tuweke msisitizo. Kuna mmoja hapa anauliza kama je, nimeoa nje ya ndoa anaruhusiwa kuchaguliwa? Ameoa nje ya ndoa, hakuna kuoa nje ya ndoa. Sasa unaoaje nje ya ndoa? Sentensi, yani kuoa ni kihalali. Yani huyo kuna lugha hapo kidogo lazima iweke vizuri. Yani labda ana mke mwingine. Ana mke alafu mke mwingine. Itakuwa. Yaani inawezekana ameoa nje ya ndoa. Maana tayari ana ndoa. Hapo akaenda kuoa tena. Yani maana tufanye mzinzi. Sasa lugha nyepesi. Miongoni mwa sifa za kiongozi pale mwanzo tulisema lazima zikubaliane na mashauri ya Injili. Mashauri ya Injili ni pamoja na wewe kuwa ni mtu wa kuishi kisakramenti. Kama jambo hilo umelifanya na pengine si kusudio lako, basi kuna sakramenti ya kitubio, sakramenti ya upatanisho itakayompatanisha tena na Mungu. Kama umeoa ndoa juu ya ndoa nyingine, kama ana mke ndani anaishi ile wanasheria wanasema zana ya ndoa, alafu hajafunga ndoa, maana yake hilo ni tatizo, huwezi kuchaguliwa kwa sababu tayari huko kwenye tope la dhambi ambalo lazima kidogo katengenezwe. Alafu Mwalimu Moshi, umuhimu wa akili ni kwa wakati tunafafanua hapo nikawa nakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo aliposema haya maneno. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 5 aya 20, maandiko yanasema nasi twajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Naye ametupa akili ili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kumbe umuhimu wa akili Bwana wetu Yesu Kristo anautambua vizuri zaidi. Na ametujalia hizo. Sasa kinachotakiwa tu ni kwamba tunapochagua watu tuhakikisha watu wana akili, kwa sababu hata Yesu anataka watu wenye akili. Aliwahi kuwalaumu wanafunzi wake, hata nyinyi hamna akili? Hamjui kwamba hili kinachomtia mtu unajisi ni kile kinachofanya nini? Kinachomtoka, sio kinachoingia. Marko ile sura ya 7 aya 14 mpaka 22. Kwa swala la akili Bwana wetu Yesu Kristo amelisisitiza sana. Na ndio maana hata hawa mababa, hata kutengeneza hii katiba ikaonekana kwamba lazima anayechaguliwa kuwa kiongozi awe ana akili timamu. Unalewa wewe, ni kiongozi unaongoza watu, alafu unalewa mpaka unarudishwa nyumbani na toroli. Wewe mtia. Mkokoteni ule, bwana mama fulani tumeleta mzigo, pokea huu. Hapo akili imekaja. Mwenyekiti ni mwenyekiti ndo analeta hivyo. Lakini sio hivyo tu, imefika mahala mmehitilafiana na mkeo, umempiga ngumi katoka nundu. Sasa ile eneo ambalo ndio linatengeneza shepu ukampenda wewe ushaiharibu. Alafu baadaye uko naye. Hapa akili imekaja hapa. Alafu wewe ndo katibu au labda mtunza hazina. Imekaje? Akili kidogo hapa lazima kidogo tuiangalie. Kwa hiyo lazima wachaguliwe watu wenye akili nini? Wenye akili timamu. Lakini wakati umeeleza hii Injili ya Marko Mwalimu Kobelo, nimepata mang'amuzi kwamba Yesu anawaambia hivi, hata ninyi hamna akili ya kwamba kitu kimtokacho mtu akimtii unajisi isipokuwa kile kimuingiacho, kimtokacho kinachomtoka ndio kinachomtia unajisi. Ili maana yake ni nini? Kwamba aliwashutumu kwa maana ni vitu ambavyo walikuwa wanapaswa kuvijua. Leo huwa nikiendaga kwenye maparokia yetu, labda pengine kwenye hamasa, labda pengine watu waweze kuimtolea Mungu. Kuna aya nyingi. Kumsomea Mkristo Mkatoliki kisa cha Kaini na Habeli ni kumshusha hadhi. Kwamba Mkatoliki hajui kwamba Kaini, ile kisa cha Kaini na Habeli kimekaje, hajawahi kusoma pale kwenye Biblia, ni tatizo hilo. Kumbe sasa kwa sifa za Mkristo Mkatoliki mwenye akili timamu ni yule anayetenga muda wa kujifunza imani yake. Kujifunza nini? Imani yake. Enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza na kuwafundisha. Kujifunza. Akili timamu inasimama hapo. Iko hivyo. Na nafikiri sasa tuende na muda wetu nao nakimbia. Naam, tuone sifa nyingine tena. Sifa nyingine hapa ya 4, awe mtendaji hodari wa kazi. Awe mtendaji hodari wa kazi. Kazi zipi? Maana kazi
za kanisa, kazi za Mungu ndio tunazozikusudia hapa, na hata jamii inaingia hapo, hata jamii, kwa sababu kumbuka, ili kapu lote hili lazima likutengee muda, lazima wewe utenge muda kwamba sasa ninafanya majukumu yangu ya kikazi, sasa ninafanya majukumu yangu ya kikanisa, kama ni kwenye jumuiya hivyo. Kumbuka, kuchaguliwa kiongozi haimaanishi utakuwa unashinda kanisani mwanzo wa wiki mpaka mwisho wa wiki ufanye majukumu yako. Sio maana yake. Sio maana yake. Kwa hiyo utendaji kazi hodari ni kufanya majukumu yako kwa wakati, ukayamaliza, lakini na wakati huo ukafanya majukumu ya kikanisa kwa wakati na ukayamaliza. Sasa ili tuweze kuyafanya hayo vizuri, kuna kitu kinachoitwa umoja wa kanisa, moja takatifu Katoliki la mitume. Umoja wa kanisa unatutengenezea ushirikiano baina ya viongozi wenyewe. Kuna mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, mtunza hazina. Hawa wote watano kwenye kamati tendaji wanaposhirikiana, huyu anaweza akakosa labda pengine kabano na majukumu yake, wasiliana na wenzako. Tunahitaji watu ambao kwenye utendaji kazi hodari watashirikiana na wenzao ili kuweza kuwajibika vizuri. Iko hivyo. Naam, hii ni sifa ya 4, awe mtendaji hodari wa nini? Wa kazi. Sasa sijajua kama kuna maswali huko. Hapa wacha tuangalie tuone kama kuna maswali. Kuna mmoja yeye alikuwa anasema anashukuru sana kwa kumwelimisha juu ya kiongozi. Wewe unasema tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Joseph Thomas kutoka Kimara Suka. Tunashukuru kwa kutupatia elimu nzuri kuhusu kufahamu maana ya walei. Anasema mbarikiwe. Amena. Huyo anasema kaka Kobelo, kuna neno ulilisoma hapo limenigusa. Je, nikiwa nataka kugombea naweza kuanza kampeni? Anasema naweza kuanza kampeni mapema. Huyo ndugu si kama alinisikiliza vizuri. Hapa tumesema tangu mwanzo hatuzungumzie ule uongozi wa kijamii. Tunazungumzia uongozi ndani ya kanisa. Sasa swala la kugombea huku kwenye kanisa huwa hatugombei. Hamna kugombea. Hamna wagombea. Huku yani huwa hatufanyi. Nadhani pale uliposema hivi kuna nafasi ya sisi wote wanajumuiya kumchagua huyo mtu. Sasa ndio maana labda anauliza anaweza kaanza kampeni chini kadogo. Hapana, kampeni tena ni marufuku kabisa. Katika kanisa hatufanyi kampeni. Kampeni yetu sisi ni sala. Yaani tunasali ili tupate kiongozi mzuri. Kampeni yetu sisi hapa walisema wale idara ya utume wa lei baraza la maaskofu wamesema tufanye kampeni kwa kusali, tufanye kama ni kampeni sasa kwa mafungo na semina. Na sio kwamba unakwenda mahali unawashawishi watu kwamba jamani nichagueni mimi niwe kiongozi, niwe mwenyekiti. Hatuna hiyo, kwa sababu sisi katika kanisa tunaamini tunachaguliwa kuwa viongozi kwa miongozo ya kiinjili na kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hatuna cha kwenda kusema jamani napiga debe nichaguliwe mimi. Hicho kitu hakipo. Tuone mwingine anasema naitwa Samson Bambo wa Kigango cha Kibaoni, parokia ya Maramba. Je, kuna semina yoyote ambayo huwa inatolewa mara baada ya kuchaguliwa? Naam, hizo zipo. Zinaitwa semina elekezi. Nyingi tu. Na pengine ratiba ya jimbo inapotoka. Manake inaambatana na semina maparokiani. Semina kabla ya kuchagua, wakishachaguliwa kuna semina elekezi baada ya kuchaguliwa. Sasa wajibu. Na tumezifanya maeneo mbalimbali na pengine sasa ni parokia yao kuita waseminishaji kutoka jimboni ili waje watoe hizo darasa. Ziko. Naam. Na bahati nzuri kwenye majimbo huko wapo watu ambao wanaseminisha. Sisi tunayeongea hapa pia ni waseminishaji ambao tushafanya hizo semina sana maeneo mengi. Na kuna mmoja anauliza yeye akiwa huko wapi Ngara, anawezaje kupata katiba? Maana wao kwenye halmashauri wapo lakini hawana katiba, na nyinyi mmezungumza lazima ukiwa kiongozi pitia kwenye katiba. Ni tunachoweza kumshauri pengine kama yuko kwenye parokia zile za pembezoni huko vijijini, aende jimboni kwake pale jimboni lazima watampa maelekezo kwamba katiba anaipata vipi. Na pengine kwa maana ya kama ni kiongozi wa jumuiya
wale viongozi wa maparokia huwa wanakwendaga kwenye vikao vya halmashauri jimboni. Sasa wahakikishe wanatoa hizo oda, kwa maana zinaletwa alafu wanazisambaza huko chini. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana tu. Tena sio vyema kuwa kiongozi afa hauna katiba. Ni mbaya. Sio nzuri, kwa sababu hutaweza kuongoza kwa mujibu wa kanisa linavyohitaji. Haya, basi nadhani kama kuna ujumbe wowote tunaweza tukamalizia ili tukamilishe kipindi chetu kwa siku ya leo. Pengine mna nini cha kumwambia huyu Mkatoliki ambaye ana haki ya kuchagua au kuchaguliwa? Kwa sababu kipenga kimelia. Kuna huyu ndugu wa Suka ameuliza swali zuri. Hata hayo mafungo sometime yanaweza akawa ni sehemu ya kampeni. Kwamba wakati huu anafadhili mafungo kwenda Bagamoyo, atalipa nauli yeye mpaka na chakula cha njiani analipa yeye. Maana yake sasa kwa nini afanye wakati huu wa uchaguzi? Maana yake ni kama vile kuna kampeni chini kwa chini. No kampeni. Hakuna siasa, hakuna mambo ya kampeni kwenye uchaguzi wa walei ndani ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo ni uchaguzi unapofanyika, tutakuja kueleza huko mbele namna tunavyochagua tofauti na maeneo mengine. Wataelewa tu kwa sababu ndo tumeanza, ili darasa litaendelea, wataelewa tu. Kwa hiyo wakae vizuri, tujipange kwa ajili ya kusali kuombea uchaguzi wetu. Amen. Mimi pengine niseme tu kwamba ndo tumeanza hizi mada kwenye TV yetu na tutaendelea. Lakini pengine tunajua ziko namba hapa za studio. Pengine mtu anaweza kuwa na swali lake sasa anasema mimi lazima niulize na nini. Pengine hilo sasa tunaweza tukawasiliana tu tukasaidiana kwa namna hiyo. Labda tukitaja namba kwa haraka maana muda wetu unatupa mkono. Namba yangu ya simu ni 0789 12 00 16. 0789 12 00 16. Naitwa Kobelo. Namba yangu ni 0683 30 76 76 Malimushi. Haya, shukrani sana mpenzi mtazamaji. Namba ya Kobelo ni 0789 12 00 16 na namba ya Malim ni 0683 30 30 76. Kwa hiyo ni namba nzuri kabisa kuweza kuzishika na kuweza kuuliza kama utakuwa unataka kufahamu zaidi. Basi niwakaribishe tufunge kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku hatari. Ewe Bikira mtukufu na baraka. Amina. Bikira Maria kikao cha hekima, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Shukrani sana. Asante. Karibu sana mwenye. Asante. Haya, msikilizaji, mtazamaji, hatuna la ziada katika kipindi hiki cha Walei Tuzungumze. Mada ilikuwa ni kuelekea uchaguzi wa viongozi walei ndani ya kanisa Katoliki. Hatuna la ziada, tunakutakia utazamaji mzuri wa Television Tumaini.